Wajumbe, nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema iliyopelekea kuweza kuhudhuria katika kikao hiki. Nichukue nafasi hii kuwashukuru wajumbe wa baraza kwa jinsi mlivyoshiriki katika changamoto ya mimi nilivyopata ajali, na viongozi wote waliopata ajali mwezi wa pili. Ninawashukuru sana ushiriki wenu. Ninakipongeza Chama cha Mapinduzi, ninaipongeza Jumuiya ya Wazazi Taifa, Chama cha Mapinduzi Taifa kwa ushiriki wao wa kikamilifu uliopelekea sisi kuweza kupata huduma nzuri kabisa kutoka katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Mbeya. Ninawashukuru sana. Nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa kazi kubwa mlioifanya katika kampeni ya uchaguzi mkuu iliyopelekea ushindi wa kishindo. Ninawashukuru sana na ninashukuru Chama cha Mapinduzi kwa kazi kubwa kiliyofanya iliyotupelekea kupata ushindi mkubwa tuliopata. Nafasi hii kuwashukuru kwa mapokezi makubwa mlioyafanya kwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan alivyotembelea katika mkoa wetu. Umati ulikuwa mkubwa, ushiriki wa wana CCM na wananchi ulikuwa mkubwa. Tunawapongeza sana wana CCM na wanachama wote wa mkoa wa Mbeya katika ushiriki wao mkubwa. Ndugu wajumbe, hatua niliyofikia mimi hapa kiafya, nipende tu kuambia ninaendelea vizuri na imefikia mahali ambapo daktari wangu amesema nisiende pale mpaka baada ya miezi 6. Ninashukuru sana na ninawashukuru sana kwa ushiriki wenu na maombi yenu. Nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa kupona katika vurugu zilizojitokeza wakati wa uchaguzi. Ninawapongezeni sana kwa jinsi mlivyovuka katika hatua ile ngumu. Ninaipongeza serikali ya Chama cha Mapinduzi, ninawapongeza wana CCM kwa jinsi tulivyoshikamana hadi kufikia hatua hii ambayo tuko salama. Lakini nichukue nafasi hii kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jinsi ambavyo amekuwa akisimamia nchi, imekuwa na utulivu, amezuia vurugu zilizokuwa zikiendelea. Ninampongeza sana na ninampongeza sana kwa jinsi ambavyo ameunda serikali yake ambayo inatufanya mpaka sasa hivi tumekuwa salama. Baraza la Umoja wa Wazazi mkoa wa Mbeya lililoketi leo tarehe 20 mwezi wa 12 linaloongozwa na mwenyekiti wake ndugu James Mwasunga Mwampondele kwa kauli moja limeazimia kumpongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mambo makubwa yafuatayo. Kwanza, tunampongeza kwa ushindi wa kishindo aliyoupata katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 na kuunda serikali. 2, tunampongeza kwa kumteua ndugu Lameck Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu na kuunda baraza la mawaziri sambamba na kuunda serikali makini na kuhakikisha taifa letu linadumu kwenye hali ya usalama, amani na utulivu. 3, tunampongeza kuunda tume ya uchunguzi na kuipa jukumu zito la kuchunguza vurugu zilizotokea siku ya uchaguzi Oktoba 29 na baada ya uchaguzi. Pamoja na tume hiyo kupewa jukumu zito, tuna imani kuwa itafanya kazi kubwa kwa weledi na uaminifu mkubwa kwa mustakabali wa kuendelea kuimarisha amani na heshima ya taifa letu. 4, tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa kutimiza ahadi yake aliyoitoa kipindi cha kampeni alipokuja Mbeya ya kwamba atahakikisha wakulima wa chai wanalipwa stahiki zao siku 100 mara baada tu ya kuapishwa. 5, tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa kutoa ruzuku za mbolea kwa wakulima, kwani asilimia kubwa ya wananchi wa mkoa wa Mbeya pato letu la uchumi linategemea sana kilimo. 6, tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa mpango wake mpya wa kuboresha bima ya afya kwa kuwapa kipaumbele wazee, mama wajawazito na watoto. Pamoja na pongezi hizo, Umoja wa Wazazi mkoa wa Mbeya tumeazimia kufanya makongamano ya maadili mara kwa mara yenye lengo la kuelimisha vijana wetu wachangamkie fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali ya awamu ya sita zitakazowawezesha kujikwamua kiuchumi. Sambamba na hilo,
kuwaasa vijana kuzingatia sheria katika kutafuta majibu ya changamoto zinazowakabili kwa njia ya mazungumzo kuliko kushawishiwa kutafuta majibu ya changamoto zao kwa vurugu za uharibifu wa miundombinu na mali za watu, na mwisho wa yote kupelekea uvunjifu wa amani. Mwisho, Baraza la Wazazi Mkoa wa Mbeya tunamtakia Mheshimiwa Rais na Mwenyekiti wa CCM Taifa Daktari Samia Suluhu Hassan na wasaidizi wake wote maisha marefu yenye afya njema na baraka tele. Umoja wa Wazazi Mkoa wa Mbeya tupo mstari wa mbele kuyasemea mazuri yote yanayofanyika katika serikali ya awamu ya 6. Lilikuwa ni baraza la kikanuni la Jumuiya ya Wazazi, lakini pia limetolewa tamko la kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa ushindi aliopata, lakini pili kwa namna ambavyo ameiunda serikali. Sisi kama mkoa wa Mbeya, zipo fursa mbalimbali ambazo tayari tulishaanza kunufaika nazo kwa serikali iliyopita Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kama miradi mbalimbali, miradi ya kwa maana ya miradi ya barabara, maji. Tunaona njia 4 kasi inaendelea, kipande cha Uyole kule tayari lami imeshaanza kumwagwa, mradi wa Kiwira unaendelea, lakini na miradi mbalimbali kwa maana ya elimu pamoja na afya. Tunao kila sababu Mheshimiwa Rais anaendelea pale alipoishia, hasa katika mkoa wetu wa Mbeya kadiri ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ambavyo imeandikwa. Mimi kwa jina naitwa Adam Simbaya, ni mjumbe wa Baraza Kuu la Wazazi Taifa kutoka mkoa wa Mbeya. Hii leo kupitia Baraza Kuu la Wazazi mkoa wa Mbeya tumetoa tamko kwa maana ya kupongeza kwanza Chama cha Mapinduzi kwa ushindi uliopata wa asilimia zaidi ya 97, lakini pia kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan Daktari kwa ushindi mkubwa aliopata katika uchaguzi wa mwaka 2025 2030. Hivyo kupitia kikao hiki cha leo kwa maana ya mkoa wa Mbeya, maana ilikuwa tuna kikao chetu cha kikalenda kwa maana kikao cha Disemba, tuliona umuhimu na haja kubwa sana kwanza kuwashukuru Watanzania waliochagua Mama Samia kupitia Chama cha Mapinduzi, lakini pia kuwachagua waheshimiwa madiwani, waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Rais mwenyewe na kupelekea Chama cha Mapinduzi kwenda kushika hatamu tena mkubwa wa uchaguzi wa mwaka 2025. Hivyo kama Jumuiya ya Wazazi mkoa wa Mbeya tumeona tuna haja na kutimiza wajibu wetu ili tuweze kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa ushindi kupitia Chama cha Mapinduzi. Majina yangu naitwa Meli Elia Mwaijumba, ni mjumbe wa kamati ya utekelezaji ya Jumuiya ya Wazazi mkoa wa Mbeya. Leo tumefanya tukio hili au hafla ya kumpongeza rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ushindi alioupata. Maana ushindi alioupata amepata ni ushindi mkubwa, ushindi wa kishindo. Mimi kwanza kama Jumuiya ya Wazazi tumtoe hofu. Tuko tayari na tumeishaanza na tunaendelea kushirikiana naye kuleta maendeleo kwa wananchi wa Tanzania. Kwa jina naitwa ndugu Haruni Kasiani Kadege. Mimi ni mjumbe wa Baraza la Wazazi ambaye natokana na Jumuiya ya Vijana, kwa maana ya kwamba mjumbe kutoka Jumuiya ya Vijana kuja Jumuiya ya Wazazi. Kwa siku ya leo tulikuwa na baraza ambalo tumetathmini uchaguzi na baada ya uchaguzi tunategemea nini. Kupitia zile siku 100 na hasa ile speech ya Mheshimiwa Rais wakati analihutubia bunge, aliahidi kwamba hatutaona tu kwamba tutaona miradi au majengo ama vitu vinavyoonekana kwamba hivi ndivyo vimeachwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan aliahidi ya kwamba katika kipindi chake cha miaka 5 hiyo ataacha tabasamu, kila mwananchi mmoja atakuwa na tabasamu, kwa maana ya kwamba uchumi utashuka hadi kwa mtu wa chini kabisa. Lakini kupitia vurugu hizi ambazo zimefanyika siku ya uchaguzi tarehe 29, tumeona Mheshimiwa Rais wetu ameweza kuwasamehe wale vijana ambao walifuata mkumbo, lakini pia tumeona Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameweza kutuletea vijana wizara rasmi ambayo inadili na vijana na ambayo ipo chini ya ofisi yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo tunategemea mengi kupitia kipindi hichi cha miaka 5 na tunatarajia tutayaona mengi zaidi mazuri, lakini pia uchumi kuzidi kupanda hususan kwetu sisi vijana, na sisi kama vijana tupo tayari kuilinda nchi yetu
lakini pia tupo tayari kushiriki shughuli zote ambazo zitatuletea maendeleo sisi vijana na taifa kwa ujumla. Naitwa Richard Christopher Kilumbo, katibu wa Jumuiya ya Wazazi wilaya ya Kyela, mkoa huu wa Mbeya. Kwanza tumpongeze Mwenyezi Mungu kwamba tumefanya kikao kizuri siku ya leo, kikao cha baraza la wazazi mkoa wa Mbeya, lakini pamoja na ajenda zingine tumetoa tamko la kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ushindi wa kishindo katika uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka huu 2025. Pamoja na pongezi hizo, katika tamko letu kama mlivyosikia ndugu waandishi wa habari, kwamba tumepongeza pia kwa kuunda baraza lake jipya la mawaziri, hususani kwa uteuzi wa waziri mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Kwa tunaamini kupitia baraza hili jipya, tunaamini watatekeleza, watasimamia ilani ya uchaguzi ya 2025-2030 kwa ukamilifu, kwa kuleta tija ile ambayo wananchi wanatarajia. Kwa hiyo pamoja na changamoto ambazo zimejitokeza katika uchaguzi, tunaamini majibu sahihi ya vijana, ya wananchi yanaweza kwenda kutimia katika kipindi hiki cha miaka mitano, kwa sababu kikubwa tunaomba uvumilivu ili ilani iweze kutekelezeka. Lakini kubwa zaidi tunaomba Watanzania wote kwa ujumla tuendelee kudumisha amani iliyopo nchini. Hakuna nchi yoyote katika ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki, nchi pekee yenye uwezo wa kulinda tunu ya taifa, tunu ya amani zaidi ya Tanzania. Wote nchi jirani kimbilio lao ni Tanzania, wala hakuna mahali pengine. Tusibipu amani yetu ambayo tumeachiwa na waasisi wetu. Amani hii tukiipoteza, hakuna mtu ambaye anaweza akairejesha. Sisi wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alituachia umoja ambao unatokana na lugha moja, kabila yote tunaongea lugha moja.